Uchambuzi mchana huu unatuama Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameviamuru vikosi vyake kuvamia ndani zaidi ya Lebanon katika vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Hii ni licha ya kuwepo makubaliano ya usitishaji vita ambayo yamekuwepo kwa zaidi ya wiki 6 sasa baina ya pande hizo mbili. John Juma na mengi zaidi. Mapigano nchini Lebanon ambayo yamechochewa na kutanuka kwa vita vya Iran tayari yamewalazimisha wa Lebanon milioni 1.2 kuyakimbia makazi yao. Israel ilianzisha mashambulizi hayo Machi 2 kujibu mashambulizi ya droni na makombora ya wanamgambo wa Hezbollah ambao ni washirika wa karibu wa Iran. Kulingana na maafisa wa serikali ya Lebanon, zaidi ya watu 370 wameuawa kwenye mashambulizi hayo. Nayo Israel imesema wanajeshi wake 24 na raia wake kadhaa pia wameuawa kwenye makabiliano yake na Hezbollah. Kwenye mapigano ya hivi karibuni zaidi, vikosi vya Israel viliikamata ngome ya miaka 900 ambayo ni ya kimkakati kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel limesema hayo siku moja baada ya mashambulizi makali kuwahi shuhudiwa tangu Aprili ya Hezbollah huko kusini mwa Israel, hali iliyosababisha shule kufungwa na marufuku nyingine kutolewa. Kupitia taarifa, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliandika na mnukuu, "Nimeliamuru jeshi kutanua operesheni yake ya ardhini ndani ya Lebanon," mwisho wa kunukuu. Netanyahu alitetea hatua hiyo kwa kutaja machafuko yanayoongezeka Lebanon. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo Jumatatu kujadili matukio ndani ya Lebanon, ni kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa. Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Ahmed Aboulgait amelaani mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon, akiyataja kuwa uchokozi wa kikatili na kutaka yasitishwe mara moja. Kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Aboulgait amesema mashambulizi ya Israel yanakiuka uhuru na sheria ya kimataifa, ikiwemo sheria ya kimataifa ya utu. Jamal Roshdi, msemaji wa Aboulgait, naye amesema mashambulizi ya Israel yanapaswa kukomeshwa haraka kwa kuwa yanatishia pakubwa usalama na utulivu wa kanda hiyo. Vikosi vya Israel tayari vinadhibiti eneo kubwa hadi mto Litani ndani ya Lebanon, lakini azma yao ni kupiga hatua zaidi na kufika mto Zeharani ulioko kilomita 10 kuelekea kaskazini. Netanyahu amesema lengo lake ni kutanua na kuimarisha udhibiti wao katika maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na Hezbollah. Jana Jumapili, jeshi la Israel lilitoa tahadhari kwa wakazi wa kusini mwa Zaharani kuondoka. Mnamo Ijumaa, jeshi la Marekani lilifanya mazungumzo na wawakilishi wa Wizara ya Ulinzi wa Israel na Lebanon mjini Washington kutafuta mpango wa amani kati ya nchi hizo na jinsi ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hezbollah.